Madereva na magari yamezuiliwa leo kufuatia operesheni ya usalama barabarani iliyoendeshwa katika barabara ya kutoka Nairobi kuelekea Nakuru. Polisi waliweka vizuizi maeneo ya Limuru na Naivasha, ambapo wale waliokaidi sheria za barabarani na kukosa stakabadhi muhimu walipelekwa mahakamani na kutozwa faini. Maafisa wakuu wa polisi na wale wa NTSA walikagua magari na kusema shughuli hiyo itaendelea kona zote nchini msimu huu wa sherehe. Gatete Njoroge anatuarifu zaidi. Shughuli za usafiri zikishika kasi msimu huu wa Krismasi, maafisa wa NTSA na polisi wa trafiki wameimarisha operesheni kuhakikisha wanaosafiri wako salama. Operesheni kuu leo iliendeshwa katika barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru, vizuizi vikiwekwa maeneo ya Limuru na Naivasha. Magari mengi yaliyotumia barabara hii yakipigwa msasa, waliojipata mashakani wakielekezwa mahakamani. Msongamano pia ulishuhudiwa wakati wa operesheni ya kuhakikisha usalama barabarani. We are looking at driver compliance, we are looking at SACCO compliance, and we are looking at even conductor compliance. NTSA hata hivyo imezua tetesi kuhusu baadhi ya vidhibiti mwendo vinavyowekwa kwenye magari ya umma, polisi wakisema watawapima madereva kuhakikisha waliobugia pombe hawaruhusiwi barabarani. We want to urge all speed limiter vendors to make sure that they comply with the law. Their responsibility is to ensure that the speed limiters are functioning. We are well equipped, and of course we use them randomly in areas that we see as hotspots and motorists are likely to be found while practicing drunken driving. Haya yamejiri huku NTSA ikitahadhari wa Kenya kuhusu tovuti gushi iliyofunguliwa kwenye mitandao na waanzilishi kuwatumia jumbe wa Kenya wakitaka walipe faini kwa makosa ya kukiuka sheria za barabarani. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.